Tunamshukuru Mungu tena kwa nafasi nyingine ambayo ametupa siku ya leo. Tuko mbele zake kwa ajili ya majiundo yetu ya kiroho, kwa ajili ya kuwa naye karibu, kwa ajili ya kuzungumza naye, kwa ajili ya kumwomba, na zaidi sana kumshukuru kwa yale yote anayotutendea katika maisha yetu ya kila siku. Basi siku ya leo tutaendelea na somo letu, na leo tutajifunza kipengele kinachosema vita ya wakuu. Vita ya wakuu. Mkuu wa aina yoyote unayemuona leo akiwa kwenye eneo lake la ukuu hakufika hapo kwa bahati mbaya. Alifika baada ya safari ndefu ya mapambano, upweke, majaribu, kukatishwa tamaa, vita, lakini mwisho wa siku akafikia hatima yake. Ndio maana dunia ina uhaba wa wakuu. Kwa nini? Kwa sababu nafasi ya wakuu haikaliwi na watu wengi, au nafasi ya wakuu haifikiwi na kila mtu. Nafasi ya wakuu inafikiwa na wale ambao wamefika kwenye levo ya kusema liwalo na liwe. Kwa nini? Dunia haiwezi kukupa unachotaka kwa urahisi. Dunia ina standardi zake na ukuu una standardi zake. Hauwezi ukawa kwenye nafasi ya ukuu kabla ya kupimwa kama unastahili kuwa na vigezo au kuikalia hiyo nafasi. Lazima kwanza upitishwe kwenye eneo la mchujo, na dunia haikwambii mtihani itakaokupa. Unakutana nao unavyoendelea kupambana, unakutana na mitihani ambayo hata ulikuwa hujajiandaa kuifanya, lakini unakutana nayo. Wakuu ni wale ambao wamejiandaa kufanya mtihani wa aina yoyote ambayo dunia itawapa kuufanya huo mtihani, na wanakuwa tayari kuufanya huo mtihani bila kujali mazingira, hali walizonazo, umri walionao, kipato walichonacho, aina ya familia wanazotoka, lakini wanasema it's okay, ngoje nifanye huo mtihani. Na wakuu hawaogopi kufeli. Wakuu wana tabia ya kujaribu mara kwa mara. Wakuu wana tabia ya kung'ang'ania. Wakuu wana tabia ya kushikilia. Wakuu wana tabia ya kuamini. Hata kama ameanguka leo, mkuu huwa ndani yake anasikia kwamba kesho nitainuka, au kesho nitapata, au kesho nitakuwa kwenye nafasi ambayo na leo nimeikosa. Hiyo ndiyo tabia inayowatambulisha wakuu. Wakuu sio watu wa kukata tamaa kiurahisi. Mkuu ni kama mwanamke mjamzito aliyekaa kwa muda mrefu bila kupata mtoto, na muda wa kujifungua ulipofika, uchungu ukamhangaisha, akasema vyovyote iwavyo nitamkumbatia mtoto niliyemsubiri kwa muda mrefu. Bila kujali nitapitia maumivu gani, mimi nitakuwa tayari kugawana uhai, lakini nimpakate mwanangu kwenye mikono yangu. Hiyo ndiyo tabia ambayo wakuu wanayo. Wana tabia ya kujitoa bila kujua kwamba nini kitawatokea huko mbele. Sasa leo tutajifunza hiyo vita ya wakuu, na tutaongozwa na kitabu cha Mhubiri. Kitabu cha Mhubiri, ile sura ya 10 aya ya 7. Kitabu cha Mhubiri sura ya 10 aya ya 7 inasema, mimi nimeona watumwa wamepanda farasi na wakuu wakienda kwa miguu
juu ya nchi kama watumwa. Narudia kusoma ili usikie vizuri. Nasema, mimi nimeona watumwa wamepanda farasi na wakuu wakienda kwa miguu juu ya nchi kama watumwa. Nilipokuwa nasoma ili andiko nilitafakari sana. Inawezekanaje watu waliotakiwa kuwa kwenye nafasi zao hawapo kwenye zile nafasi, lakini wale ambao hawakutakiwa kuwa kwenye hizo nafasi ndio wapo kwenye hizo nafasi? Yaani huyu mwandishi anashangaa kuwaona watumwa wamepanda farasi na wakuu wanatembea kwa mguu. Kwa lugha nyingine ni kwamba huyu mwandishi anashangaa kuona watumwa wakiwa kwenye nafasi za wakuu na wakuu wakiwa kwenye nafasi ya watumwa. Unajua, kila mtu kuna namna anajiona ndani tofauti na watu wanavyomwona nje. Nina uhakika kwamba hata wewe unapokuwa umekaa chumbani kwako au unapokuwa unatembea njiani unatafakari, nina hakika kuna aina fulani ya picha uko nayo ndani. Inawezekana watu wakawa wanakuona kwamba wewe ni maskini, lakini ndani unaona kabisa kwamba wewe sio maskini, na unasikia sauti inakwambia kabisa kwamba wewe sio maskini. Inawezekana kabisa kwamba wewe ukiwa unatembea watu wanakuchukulia poa, lakini ndani unajiona kabisa wewe sio mtu wa kuchukuliwa poa. Kwa lugha nyingine ni kwamba wanadamu wamekuweka kwenye viwango vyao, lakini wewe umejiweka kwenye viwango vyako. Na ninaendelea kukutia moyo kwamba usijiweke kwenye vile viwango ambavyo wanadamu wamekuweka. Ukiona umejiweka kwenye viwango ambavyo wanadamu wamekukadiria na kujiweka, ujue kwamba huo ndo mwisho wa hatima yako. Lakini ikiwa ndani yako uko nje ya viwango ambavyo wanadamu wamekuweka, ni hakika kwamba bado wewe una spirit ya kufanya vizuri zaidi. Na bahati mbaya, inawezekana mapito ya maisha, kauli za watu, shauri wa watu, semi za watu, mazingira na mapito ambayo watu wanapitia, inafika mahali mtu mwenyewe anajiposition kwenye ile nafasi ambayo watu wamekuwa wakimwambia. Inawezekana amekutana na kauli ya kumwambia kwamba hautafika mbali, na kweli akiangalia aina ya familia anayotoka haina watu ambao wamefika mbali, na kweli akiangalia aina ya elimu na kiwango alichonacho, aina ya kipato alichonacho, aina ya familia aliyonayo, aina ya makazi anayoishi, aina ya marafiki wanaomzunguka, aina pengine hata ya mtazamo alionao, ni kweli akijiangalia hivyo anaona kwamba ni kweli mimi ni mtu wa aina hii. Ukikubaliana na hilo wazo, maana yake ni kwamba umeingia kwenye standardi za wanadamu. Na Mungu siku zote hajawahi kumlinganisha mtu na mtu. Kila mtu unayemwona Mungu amemwekea standardi yake. Ni watu tu huwa wanajiweka kwenye viwango kulingana labda na mapito yao ya kimaisha, aina yao ya familia, wanajikuta wamejiweka kwenye hivyo viwango. Lakini kila mtu Mungu amemwekea aina fulani ya kiwango cha maisha. Na kila familia unayoiona leo ina wakuu ndani yao, hata kama hao wakuu hawaonekani. Kila familia unayoiona leo iliyopo duniani, Mungu alipoiumba hiyo familia, kuna wakuu aliwaweka ndani yake. Kila familia unayoiona leo ina baraka yake, hata kama hao wanafamilia hawaishi kwenye hizo baraka. Mara nyingi huwa tunatazama kwamba huwa tunazungumza sana juu ya laana. Unapoiona familia imeshindwa kupiga hatua, unaishia kusema kwamba ile familia kuna kitu hakiko sawa. Lakini asili ya hiyo familia inawezekana kuna baraka ndani yake, lakini adui aliwahi zile baraka akaleta balaa. Na ndicho ambacho huwa kinatokea. Ukisoma Injili ya Mathayo sura ya 14, kila familia ni kama shamba. Ngoja tusome Injili ya Mathayo ile sura ya 14, masikosei, fikiri ni 14.
Sura ya 13, sura ya 13 aya 18. Lakini mimi nitaanzia ile aya 24. Anasema, Injili ya Mathayo sura ya 13 aya 24, nitaanzia hapo. Anasema, akawatolea mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake. Kila familia unayoiona ndani yake na mbegu njema, hata kama hizo mbegu njema hazionekani au watu wa hiyo familia hawaishi kwenye hizo mbegu njema. Akawatolea mfano mwingine akasema, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake. Lakini watu walipolala, akaja adui akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. Maana yake ni kwamba huyu ni mkulima, ameandaa shamba lake vizuri sana, na baada ya kuandaa shamba lake vizuri sana, amesia na mbegu zake, ameenda mapumzikoni. Anaporudi nyumbani, adui anakuja, anakuta amesia zile mbegu. Baada ya kusia zile mbegu, adui na yeye anakuja anasia mbegu zake. Maana yake nini? Mungu kwa namna yake ni Mungu wa baraka. Kila anayemuumba ndani yake anaachilia baraka. Inawezekana baraka hizo wa kuzilinda wanakosekana, anakuja adui anapanda magugu ndani yake. Zipo familia ambazo Mungu aliwaumba kuwa wafanyabiashara mashuhuri, washika mifumo wa nchi, makuhani, lakini kwenye mikono ya hizo familia waliopewa dhamana ya kuwa waanzilishi wa hizo familia, inawezekana kuna mahali walilala, na walipolala akaja adui akapanda magugu akaenda zake. Sasa adui anapopanda magugu kwenye familia, anatengeneza ukuu au ukuta kwa wakuu wanaozaliwa kwenye ile familia. Kwa hiyo ndio maana mkuu wa aina yoyote, kabla hajakutana na changamoto za nje, kabla hajakutana na vipingamizi vya nje, kipingamizi cha kwanza anachokutana nacho ni kipingamizi cha familia anayotoka. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 37, utakutana na simulizi ya kijana mashuhuri anaitwa Yusufu. Yusufu anaota ndoto. Anapoota ndoto, anawashirikisha ndugu zake. Angalia kitu cha ajabu. Badala ya ndugu zake kumsikiliza au kumsapoti juu ya ndoto aliyoota, wanakuwa maadui zake, na wanachokipanga ni kifo, na kinakuwa kifo cha maneno. Siku moja nilikutana na mama moja, ilikuwa ni mwaka juzi. Nilienda kule Kigoma, jimbo la Kigoma, parokia fulani iko Kakonko. Yule mama alikuwa ni mshirikina sana. Akawa ananiambia, unafikiri tunauaje watu? Kwamba tunaweza tukaua maisha ya mtu na huyo mtu akaendelea kuishi duniani, lakini tunapokuwa tunaua maisha ya mtu, tunaua vitu alivyobeba huyo mtu na sio uhai wake. Tumsifu Yesu Kristo. Yaani wanaua ukuu wako lakini sio uhai wako. Ndio maana sasa unakutana na watu ambao wako hai lakini walivyovibeba ndani vimekufa. Ule mzigo ambao Mungu aliwapa au ile hatima ambayo Mungu aliwapa imekufa, lakini wao wako hai. Tuna wakuu ambao wao wanaishi lakini walivyovibeba haviishi. Kwa hiyo yule mama akaniambia, tuna uwezo wa kusoma familia tukajua kwenye hii familia kuna wakuu wako ndani yake. Nini tunachofanya?
tunafanya ibada za nje. Mnakumbuka ndugu wa Yusufu walichokifanya? Walitaka kumuua Yusufu, lakini katika hali ya kutaka kumuua Yusufu, maana yake ni kwamba akatokea ndugu yao moja akamwambia hapana, akawashauri wenzake sema hapana, msimuue nani? Yusufu. Walichokifanya ni kwamba walimuua Yusufu kwa maneno, lakini kuna kitu kilikufa badala ya Yusufu, nayo ni mnyama. Walichinja mnyama, na yule mnyama walipomchinja wakasema, ili kuonesha ushahidi, tutakapoenda kwa baba tuipake hii kanzu yake damu ya huyu mnyama. Tutakapofika kwa baba, tutamuonesha baba kwamba mtoto wako ameliwa na simba. Angalia ushahidi huu hapa. Ushahidi wa nini? Ushahidi wa damu. Na kweli wakaibeba ile kanzu yake wakampelekea mzee Yakobo kwamba mwanao ameliwa na simba. Lakini kuna matendo ya kiibada waliyafanya. Tumsifu Yesu Kristo. Kuna matendo ya kiibada waliyafanya. Maana yake badala ya Yusufu kufa, kuna mnyama alikufa. Ndio maana kuna mtu anaweza akawa anaishi, lakini kuna kuku amekufa kwa ajili ya huyo mtu. Kuna mbuzi amekufa kwa ajili ya huyo mtu. Kuna ng'ombe amekufa kwa ajili ya huyo mtu. Na wanaitumia hiyo kama ushahidi. Wakamuonesha mzee Yakobo, mwanao na damu hizi hapa. Biblia inasema kwamba Yakobo akaomboleza kifo cha mtoto wake. Na kumbuka, muda huo huo ni kwamba Yusufu hajafa, Yusufu ameuzwa. Kwa hiyo kuna namna ambayo unaweza ukauzwa kwa Wamisri kupitia ibada za kishirikina. Kwa hiyo yule mama akaniambia, kwa mfano kuna mtu tunataka afe, labda afe mwaka 2028, lakini tunamuua leo. Tunafanyaje? Tunafanya matendo ya kiibada ya kishirikina. Tunachimba na kaburi na tunatafuta na jeneza, na wanakuwepo kabisa watu wanaojitolea kulia. Nimekumbuka kile kiklipu cha yule mwanadada anasema, mimi huwa nakodishwa kulia kwenye misiba. Mmoja anamuuliza, marehemu usiyomfahamu shingapi? Kwa marehemu nisiyomfahamu ukinipa 1,500,000. Kwa hiyo wanajitolea kabisa kuanza kulia. Wanaandika na tarehe. Hili lilitokea Arusha nafikiri mwaka jana. Kuna baba mmoja alikuwa na kesi ya ardhi na ndugu mmoja. Asubuhi yake kwenye ile ardhi ya yule baba wakakuta ule msalaba ambao tunawekaga makaburini. Mnaofuatilia nafikiri kama mliona, ilisambaa sana pia hata kwenye mitandao ya kijamii. Wakaenda wakaweka tarehe alizozaliwa yule mzee na tarehe ya kufa, lakini mzee ni mzima. Asubuhi mtoto wake anaamka kusafisha uwanja, anakutana na ile kitu, anasema baba. Anaangalia kwenye ule msalaba limeandikwa jina la baba yake, mwaka aliozaliwa na mwaka aliokufa. Anashangaa. Na wakati huo huo yule mzee alikuwa na kesi ya ardhi na alikuwa ameshinda ile kesi. Akashtuka, nini tena hiki? Angalia kilichokuja kutokea. Alikufa wakili aliyekuwa anasimamia ile kesi ya yule mzee. Maana yake ni kwamba walifanya matendo ya kiibada hao watu kwa kumuua yule mzee. Kwa hiyo yule mama akaniambia, tukishafanya hivyo tunaenda kabisa tunamzika. Kwani juzi kuna watu wamezika nguo za ndugu zao, sio? Watu wanaweza wakazika hata jina lako. Tunalizika hili jina kwenye siasa asionekane. Tunalizika hili jina kwenye biashara asionekane. Tunalizika hili jina kati ya watu ambao watakuwa viongozi wa nchi hii, huyu asitajwe. Tunalizika hili jina lisitajwe penye fursa. Some kile kitabu cha Hesabu. Kuna ndugu walilalamika pale. Hesabu sura 27. Kuna ndugu walilalamika pale. Maana yake nini? Jina la baba yao lilizikwa. 27 aya ya 3 inasema hivi. Ile kitabu cha Hesabu sura 27
aya 4 inasema, kwa nini basi jina la baba yetu kufutwa katika jamaa zake? Kwa sababu alikuwa hana mwana wa kiume. Tupe sisi urithi pamoja na ndugu zake baba yetu. Wanauliza sababu za jina la baba yao kufutwa. Mnafikiri kwa nini kila adhimisho la ibada ya misa takatifu, padre anayeadhimisha ibada ya misa takatifu anamwombea Baba Mtakatifu? Anamwombea na askofu wa jimbo Maharia. Tafsiri yake ni kwamba hata wewe unapokuwa unasali, kumbuka kutamka majina ya watoto wako. Usiishie tu kusema nawaombea watoto wangu, taja majina yao. Namwombea mke wangu, taja jina lake. Namwombea mume wangu, taja jina lake. Kuna ibada za kufuta majina ya wakuu zinafanyika. Adui anaweza akatokea anasema, sasa tunafuta majina ya Wakristo kwenye mifumo ya uongozi wa nchi. Tunafuta majina ya Wakristo kwenye mifumo ya utajiri wa nchi, kwamba kuanzia namba 1 mpaka namba 10 lisionekane jina la Mkristo. Miungu imesemeshwa kwamba mahali kokote jina la Mkristo litakapoonekana lisipokereke. Utaishia tu kutuambia una CV, una masters, una degree, una PhD, una nini. Kuna familia moja nilikutana nayo nikasikitika sana. Mtoto wa kwanza ni profesa, amesoma mambo ya nuclear kule Urusi. Mtoto wa pili ni daktari bingwa wa magonjwa ya kina mama, alikuwa anafanya kazi Buganda. Mtoto wa tatu alikuwa anafanya kazi kama manager zone wa shirika moja la kampuni moja ya simu, sitaji jina lake. Angalia, huyu aliyetoka kusoma nuclear Urusi anafika Tanzania, anapewa kazi, anasema kwa elimu yangu hakuna wa kuniajiri. Muda huo hana hata uwanja wa kwake binafsi, akarudi kwao mkoa fulani, akaenda kula kwa baba na mama. Mdogo wake aliyekuwa daktari bingwa alikuwa anafanya kazi Bugando, akaacha ile kazi. Unajua, unapokuwa unaacha kazi, tunategemea kwamba labda umeanzisha biashara yako au umepata sehemu kazi nyingine au una connection nyingine. Pamoja na kwamba ni daktari bingwa, alikuwa hata hana pharmacy au duka la dawa, lakini anaacha kazi bila sababu, anaenda nyumbani. Mdogo wao aliyekuwa manager zone wa hilo shirika la kampuni ya simu anaacha kazi bila sababu, na wote wakaenda kurundikana nyumbani. Naogopa sana kufanya majadiliano na watu ambao wamesoma. Ukiwa huko kwenye pointi hii, analeta madude makubwa ambayo hata wewe huyaelewi. Ukimwambia juu ya Mungu haelewi, maana yake anajiona anaelewa kila kitu, lakini ukija kwenye maisha yake halisi hana kitu. Unamhurumia mpaka unahurumia wale wazazi wake. Imewezekanaje? Kuna nyumba au kuna matumbo ambayo yalikuwa yamezaa wakuu, lakini shetani akaenda akafunga ule ukuu wa lile tumbo. Kwani Mungu alimwambiaje Yakobo? Alimwambiaje Ibrahim? Kwamba kwenye viuno vyako watatoka wakuu, watatoka wafalme. Wewe mpaka sasa kwenye kiuno chako wametoka wa aina gani? Mpaka sasa kwenye tumbo lako wametoka wa aina gani? Ndio maana unapokuwa na mimba unatakiwa kuja hiyo mimba padre ibariki, mruhusu kabisa na aishike. Tumsifu Yesu Kristo. Ipo Sara kabisa ya kubariki mimba. Sasa wengine wanaogopa kuleta kubariki hiyo mimba, anajua kabisa hii mimba sio mume wangu. Sasa naendaje kwa padre aibariki mimba?
Wewe leta ibariki, atajuana huko huko. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo sengine hata adui anaweza akaona kwenye tumbo lako umebeba wakuu wa aina gani, na akakuwahi. Sasa ndugu zake Yusufu hawakuona ule ukuu aliokuwa nayo Yusufu. Angalia kitu cha ajabu, mbingu zinamwona Yusufu kama waziri mkuu wa Misri, kama mtu mkuu sana, lakini familia yake wanamwona Yusufu kama mtu mfu. Ukija kwa Daudi, ukisoma ile Samueli wa kwanza sura ya 16, mbingu zinamwona Daudi kama mfalme wa Israeli. Familia ya mzee Yese inamwona Daudi kama mchungaji. Ndio maana nimetangulia kusema kwamba wanadamu wanaweza wakawa na kuona kwenye standardi zao walizojiwekea kukuona, lakini Mungu anakuona kwenye standardi nyingine kabisa. Mbingu zinakuona kwenye standardi nyingine kabisa. Ndio maana wakati mwingine hata huwa nakaa na tafakari sana, inawezekana kabisa Mungu anasikitika sana kwa watu waliowaumba, kwamba anaona kabisa kwamba mbona huyu ni mkuu aliyebeba hatima ya nchi, aliyebeba uwezo, aliyebeba mikate ya familia yake, lakini kwa nini anaishi maisha haya? Ni kwa sababu vita ya ukuu haijawahi kuwa nyepesi. Vita ya wabeba maono haijawahi kuwa nyepesi. Vita ya wabeba riziki haijawahi kuwa nyepesi. Vita ya wabadilisha historia haijawahi kuwa nyepesi. Lakini kutokuwa nyepesi haimaanishi kwamba hiyo vita tuache kupigana nayo. Kama Mungu amekuamini na amekupa nafasi na amekupa uwezo, hakikisha kwenye maisha ya kwako unamwambia Mungu, umeniumba niwe mkuu, na hii hatima ya ukuu mimi nitapambana nayo nyakati zote. Angalia Mungu alipomwambia Petro, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, na milango ya kuzimu haitalishinda. Ndiyo maana kanisa Katoliki ni sauti ya kinabii. Unaweza ukamuua nabii, lakini hauwezi ukaua sauti ya nabii. Unaweza ukamuua mwana mabadiliko, lakini hauwezi ukaua mabadiliko. Ndio maana kanisa Katoliki sio mtu. Kanisa Katoliki ni mfumo. Ukiangalia toka uwepo Petro kukabidhiwa kanisa kama papa wa kwanza, ukiangalia kuanzia hapo kanisa liliingia kwenye mapigano, liliingia kwenye kuchukiwa, kwenye vita, kwenye madhulumu ya kila namna, lakini mpaka leo lipo. Ndio maana mpaka sasa ule ukuu ambao Mungu alitamka juu ya kanisa Katoliki, mpaka sasa huo ukuu upo. Unaweza ukamuua padre, lakini hautaua kanisa Katoliki. Unaweza ukaua askofu, lakini hautaua kanisa Katoliki. Kwa nini? Kanisa Katoliki ni mfumo. Na lazima muelewe, siku ambayo padre anapata upadrisho huwa analala chini, litania inaimbwa, kanisa la duniani linaungana na kanisa la mbinguni kushuhudia tukio la padre. Maana kubwa ya padre kulala chini huwa ni kufa. Maana huyu padre mnayemwona hapa mbele, huyu alishakufa kitambo sana. Siku anapata upadre ndio siku alikufa. Kwa hiyo hata kama unataka kumuua, umechelewa kumuua. Unaweza ukamuua yeye, lakini huwezi ukaua kanisa Katoliki. Kwa nini? Ni mfumo. Na kama ni mfumo, ni Kristo mwenyewe, na huo mfumo ni Kristo mwenyewe.
Ndicho ambacho tunataka tukitengeneze kwenye familia zetu. Kama Mungu ametamka kwamba wewe ndiye Petro na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu na wala milango ya kuzimu haitalishinda, tuwatengeneze akina Petro kwenye familia ambao watasimama kama malango kwenye familia, ambao watalinda ukuu ambao Mungu aliutamka, aliuweka kwenye familia. Sasa familia zetu nyingi hazina baraka za kimwendelezo, lakini tungeweza kujifunza kwa kanisa Katoliki kwamba leo huyu papa akitoka anakuja huyu, akitoka huyu anakuja huyu, akitoka huyu anakuja huyu. Tungeweza kutengeneza baraka ya mnyororo, baraka za kimnyororo zinazoishi kwenye vizazi. Bahati mbaya kwenye familia kila mmoja anatafuta kivyake, na ndio maana unaweza ukakuta wewe umehangaika, umetafuta, umepata, ukifa haujatengeneza mazingira mazuri ya watoto wako kuendeleza pale ulipoishia. Kwa nini? Ukishakufa ule mfumo uliotumika kutafuta mafanikio na huo mfumo haukuwashirikisha watoto wako, tafasiri yake ni kwamba wale watoto wako hawajui ule mfumo. Lakini angalia, kanisa Katoliki lina mfumo wa kuwarithisha watu. Maana yake nini? Mifumo iko wazi. Sisi tunatafuta pesa kimya kimya, kisirisiri. Natafuta pesa mwanamke asijue, tafuta pesa mwanaume asijue, tafuta pesa watoto wangu wasijue. Maana yake nini? Hata ukishazipata, ukishaondoka, ni kweli hakuna atakayejua namna ulizozipata. Maana yake nini? Haukuwaingiza watoto wako kwenye mfumo wa kiukuu. Lakini kama tungekuwa na mwendelezo wa kurithisha baraka zetu, maana yake ni kwamba familia zetu zisingekaukiwa watu wakuu. Angekuwa anaondoka huyu anaingia huyu, anaondoka huyu anaingia huyu, anaondoka huyu anaingia huyu. Na hichi kitu adui amekijua, ndio maana amevuruga familia nyingi. Kwa nini amezivuruga? Ukitaka kuua taifa, anza kuua familia. Ukishaua familia, umeshaua taifa. Kwa sababu hao tunaowategemea kwenye taifa wanatoka kwenye familia. Wakishaanza kuchanganywa hapa chini, wakifika kule juu watakuwa wamechanganyikiwa zaidi. Mifumo. Leo naomba niwaambie kitu kizuri ambacho unaweza ukamwachia mtoto wako. Sio majumba, sio viwanja vingi, sio pesa nyingi. Kitu kizuri ambacho unaweza ukamwachia mtoto wako na kikamsaidia sana kwenye maisha yake ni mfumo wa kupata hivyo viwanja, ni mfumo wa kupata hizo pesa, ni mfumo wa kuwa kiongozi bora. Tunasema hivi, mtu mzuri ni yule anayekufundisha kuvua samaki na sio yule anayekufundisha kula samaki. Huyo anayekufundisha kula samaki, kuna siku hata kuwa na wewe siku zote, kuna siku hata kuwepo. Maana yake ni kwamba asipokuwepo hautakula samaki. Lakini huyu anayekufundisha kuvua samaki, kuna siku hata kuwepo, na ukiwa na hamu ya kula samaki utachukua ndoano, utaenda ziwani au mtoni kuvua samaki. Wafundishe watoto wako mfumo wa kupata unachotaka wakipata. Utakuwa umewapa urithi mzuri sana. Kwa nini nalisema hili? Tumeshuhudia wazazi wengi ambao wametafuta mali, uongozi, fedha na kila kitu, wakiamini kwamba wakiwa na hivyo vyote wanaweza wakawapa watoto wao, jambo ambalo ni zuri sana. Walitafuta wao kwa mifumo yao, wakapata kwa mifumo yao, alafu wamewaachia watoto wao bila kuachia mifumo ya kuiendesha hivyo ambavyo walikuwa wanavitafuta.
Leo una kampuni, kwenye hiyo kampuni hayuko mtoto wako anayejua hiyo mifumo ya kuiendesha hiyo kampuni. Maana yake ni kwamba leo usipokuwepo, hiyo kampuni haitaendelea kuishi. Sasa kwa nini tunakutana na wakuu wengi wanakutana na vita? Ni kwa sababu wamekuta mifumo ambayo ingewasaidia, ambayo ingewafeva, wamekuta ile mifumo imevurugwa. Kwa hiyo wanapojitahidi sasa kutengeneza mifumo mipya ya kuweza kusimama, wanakutana na vita isiyo ya kawaida, vita ambayo haiwaruhusu waende mbali. Ngoja niwasomee kitabu cha Kutoka ile sura ya 8 aya 28. Maana yake ni kwamba tunatoka kwenye familia ambazo wametengeneza mifumo ya ukaribu sana na sio mifumo ya kufika mbali. Kitabu cha Kutoka sura ya 8 aya ya 28. Farao akasema, mimi nitawapa ruhusa mwende ili mchinjie dhabihu Bwana Mungu wenu jangwani, lakini angalia neno alilotamka, lakini hamtakwenda mbali sana. Haya, niombee. Lakini hamtaenda mbali sana. Ni kama anaharibu mfumo wa wana wa Israeli kwa njia ya laana. Alikuwa anajua wana wa Israeli wakitoka Misri, anajua wametoka bila silaha, yeye ana silaha. Anajua akitoka kwenye ile mipaka ya Misri ataamuru jeshi lake liwafuate wana wa Israeli. Ndio maana baada ya kuwa ametoka, anajua kwamba njia watakayopitia watapitia njia ya bahari ya Shamu. Wakifika kule, hawa hawana mtumbwi wa kuogelea. Kwa hiyo nikiamuru jeshi langu kutoka huko nyuma, litawashika njiani. Inawezekana likawaua wa pale pale, au likawaambia rudini mlikotoka. Sasa kwenye familia kuna watu ambao ni mifumo, lakini ni mifumo inayotumika kutoa laana kwa wengine. Ndio maana unaweza ukawa unakutana na wengine wanakwambia, huyu hatafika mbali. Farao wa kifamilia. Ndio maana na kuombea jioni ya leo, usiwe farao wa watoto wako. Kuna wazazi wengine ambao ndo wamekuwa sababu ya watoto wao kuto kufika mbali. Kidogo tu akamwambia, wewe kwa tabia hii hautafika mbali. Kwa sababu unamsikiliza sana mama yako, kwa sababu unamsikiliza sana baba yako, hautafika mbali. Wewe umekuwa farao tayari. Maana yake ni kwamba tayari kama huyu mtoto alikuwa na mbegu ya ukuu ndani yake, maana yake ni kwamba tayari umetengeneza mfumo wa rohoni unaomzuia huyu mtoto asifike mbali. Kitu ambacho nimekuja kugundua ni kwamba watu wengi hawana baraka za wazazi wao, hawana baraka za ndugu zao. Ngoja niwaoneshe baraka inavyotamkwa. Fungua kile kitabu cha Mwanzo. Fungua kile kitabu cha Mwanzo. Fungua kile kitabu cha Mwanzo. Angalia baraka ambayo Yakobo anaitoa kwa watoto wa Yusufu, ambayo anaitoa pia kwa Yusufu. Kitabu cha Mwanzo sura ya 48 kuanzia aya ya 15, anasema hivi. Baraka sasa anambariki Yusufu, akasema hivi: akambariki Yusufu akasema, Mungu ambaye baba zangu Ibrahimu na Isaka walienenda mbele zake, yeye Mungu aliyenilisha maisha yangu yote hata siku hii ya leo, naye malaika aliyeniokoa na maovu yote,
na wabariki vijana hawa, jina langu nalitajwe juu yao, na jina la baba zangu Ibrahimu na Isaka, na wawe wingi wa watu kati ya nchi. Tunatamani kupata wale akina mama na akina baba ambao akimshika mtoto wake anamwambia, mwanangu Ibrahimu, ninakubariki. Mipaka ya nchi isikuzuie, maneno ya watu yasikuzuie, adui asitangaze ushindi juu yako, magonjwa yasiwe sehemu ya maisha yako. Mwanangu, nakubariki kwa baraka za rohoni, chochote utakachokitafuta ukipate. Mwanangu, ukasikilizwe popote utakapokanyaga, ukasikilizwe. Kama baba yako, kama mama yako, ninakutamkia baraka. Wingu la giza lililo mbele yako, kila litakapokuona liwe linatawanyika lenyewe. Tunatamani kukutana na wazazi ambao wanatamka uwezekano juu ya vizazi vyao, hata kama hawana kitu chochote, lakini baraka ndicho kitu chenyewe. Lakini tunakutana na wazazi na walezi, baba na mama, ambao hawatamki uwezekano mzuri juu ya vizazi vyao. Wanaishia tu kutamka ugumu, 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 ugumu. Maana yake, kumbuka, kila neno unalolitamka kwenye maisha ya kwako, hilo neno linaweza kugeuka kuwa baraka au linaweza kugeuka kuwa ukuta kwa yule ambaye umelitamka juu yake. Kwa hiyo inawezekana wengine wana juhudi, lakini maneno waliotamkiwa na wazazi na walezi wao na baba zao na mama zao yanageuka kuwa ukuta. Maana yake ni kwamba yanawapinga. Kuna kitu walikiumba rohoni, na hicho kitu kikaumbika na kimegeuka kuwa zuio. Kwa hiyo huyu mtu kama amebeba neema ndani yake, kama amebeba ukuu ndani yake, huo ukuu hautaonekana. Kwa nini? Zimebaki juhudi zake binafsi. Hakuna juhudi za maneno ya baraka kutoka kwenye kizazi anachotoka. Kwa hiyo Israeli, unachomoka wewe kama wewe, kujitafuta wewe kama wewe. Ndio maana inakuwa ngumu sana wengi kuto kufikia hatima zao. Kwa nini? Hawana uwezekano wa kibaraka. Angalia mzee Yakobo alivyokuwa anatamka baraka, na ndivyo hivyo ambavyo Mungu alimtamkia Ibrahimu baraka. Ibrahimu akaja akamtamkia Isaka baraka, Isaka akaja akamtamkia Yakobo baraka. Angalia hiyo chain ya baraka inavyoenda. Bahati mbaya ni kwamba adui ameinua watu ambao wamegeuka kuwa laana kwenye familia. Kila unachotamka kila unachoanzisha wanakitamkia laana, kila unachokianzisha wanakitamkia mwisho mbaya. Umefungua duka, wanalitamkia mwisho mbaya. Umepata kazi, wanaitamkia mwisho mbaya. Umeolewa, umefunga ndoa, hiyo ndoa wanaitamkia mwisho mbaya. Umeoa, wanaitamkia mwisho mbaya, kwamba huyu mwanamke kwa hii tabia hatafika mbali, kwa hii tabia hamtafika mbali. Maana yake nini? Wametangaza mwanzo wako kutokea mwishoni, wamesema hamtafika mbali. Ndio umemuoa, lakini wanatangaza mwisho wako kwamba kwa tabia hii, kwa huyu mwanamke, kwa huyu mwanamume hamtafika mbali. Maana yake kuna kitu wamepanda ndani. Kwa hiyo hawa watu hata kama walikuwa na ukuu ndani yao, tayari kuna zuio la maneno kwenye ulimwengu wa kiroho. Na mind you, kilicho na nguvu sio tu ulimwengu wa mwili. Ulimwengu wa mwili huwa unatii kile ambacho ulimwengu wa kiroho unaamuru kifanyike kwenye ulimwengu wa kimwili. Ndio maana Mungu kabla ya kumuumba mwanadamu kimwili, alimuumba kwanza kiroho. Unataka muone? Fungua kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo ile sura ya kwanza aya 26.
Mungu anaumba mtu rohoni kwanza. Anasema hivi, Mungu akasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Utatu Mtakatifu huo sasa. Wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke. Hapa ni kwenye ulimwengu wa kiroho. Njoo kwenye ulimwengu wa kimwili. Kutoka 2 aya 7. Toka sura ya 2 aya 7. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi. Alishamuumba tayari, amekamilika kwenye ule ulimwengu wenye nguvu. Mwanadamu ameshakamilika tayari, anamleta sasa kwenye ulimwengu unaoonekana wa wazi. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia pumzi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Tumsifu Yesu Kristo. Kwenye maisha yako jifunze kuumba vitu rohoni kabla ya kuviumba mwilini. Jifunze kupanga mipango yako na Mungu rohoni kabla hiyo mipango yako haujaiweka hadharani. Kabla ya kuweka mipango yako kwenye dayari yako, hakikisha kwamba unapanga kwanza mipango yako rohoni. Mungu anamuumba mwanadamu rohoni kwanza, na tumfanye mtu. Baada ya kuwa Mungu amemfanya huyo mtu rohoni, angalia, anamtamkia baraka. Chochote ulicho nacho ingia rohoni na ukitamkie baraka. Na hata utakapokuja mwilini, una wazo la kufanya biashara, una wazo la kuwa mkuu kwenye eneo lolote, ingia kwanza rohoni, umba, jiumbe namna unavyotakiwa kuwa. Alafu wanadamu wataona matokeo. Ndio maana baraka ni muhimu sana. Kujitamkia baraka, kuumba baraka na kuyatamia baraka. Tumsifu Yesu Kristo.